Unajua, kutengeneza mawe kwenye njia ya mkojo inawezekana kabisa, na watu naona wanashangaa baada ya lile jiwe lenye kilo 3 na kitu kutolewa kwa yule mgonjwa. Watu wanashangaa, inawezekanaje? Inawezekana ndugu yangu. Utengenezaji wa jiwe ni swala la mdogo mdogo, yaani kinaanza kama kipunje kidogo kidogo, vinajiunda mdogo mdogo. Kama unaendelea na zile tabia, baada ya muda mrefu jiwe lile linakuwa liko kubwa. Ndio maana tunasema ndugu yangu, ondoa tumbo, manake ukiwa na tumbo kubwa ni riski, au inaweza ikapelekea ukapata mawe. Kama unakunywa pombe, soda, energy, unakula sana makemikali haya ya viwandani sana, unatumia vitu kama kina shisha, ugoro, vitu kama kina bangi, haya madawa kulevya haya yanaongeza uwezekano wa kupata kitu kama hicho. Na muhimu zaidi, kama haunywi maji mengi. Yaani hizi zingine zote zinaweza zikawa hazina nguvu, lakini kutokunywa maji ni kitu kikubwa sana ambacho kinapelekea upate mawe kwenye njia ya mkojo. Na kitu kingine ndugu yangu ambacho kinaweza kupelekea upate mawe ni kupata maambukizi kwenye njia ya mkojo, kwa maana ya UTI. Yaani ukipata maambukizi kwa njia ya mkojo ambayo hujatibu kwa muda mrefu, unaweza ukapata mawe kwenye figo, mawe kwenye njia ya mkojo. Sasa ukipata mawe kwenye njia ya mkojo, ndugu yangu, dalili zake ambazo wengi wanazipata ni dalili zile za UTI za kujirudia, maumivu ya tumbo chini ya kitovu na pembeni, huku pembeni flanks tunaita, na unaweza ukaona matone ya damu au damu kwenye mkojo. Sasa kama ukiwa unapata hizo, unapata na vihoma hapa na pale, ndugu yangu, fikiria uwezekano wa kuwa na mawe kwenye njia ya mkojo. Muhimu zaidi kingine ndugu yangu, ukishikwa na mkojo, kojoa, usibane mkojo. Kubana mkojo kuna kupelekea upate mawe kwenye mkojo. Usibane mkojo. Kama una shida ya tezi dume, itibiwe kwa ndugu zangu wanaume, na kama una uvimbe wote kwenye nyonga kwa mwanamke, ufanyiwe kazi ili usitengeneze mawe kwenye njia ya mkojo. Unapopata matatizo haya ya mawe kwenye njia ya mkojo, inategemea na ukubwa wa jiwe liko sehemu gani. Matibabu yanaanzia, kuna dawa maalum za kutumia, kuna kuvunja hayo mawe, na kuna operation ya kuweza kutoa hilo jiwe kama ni jiwe kubwa. Ndugu yangu, ili ujue kama una mawe au hauna, kipimo simple sana cha kwanza nacho ni kipimo cha ultrasound. Ukifanya ultrasound, kitakwambia kama una mawe au hauna mawe. Na kama kuna mawe au kama yako sehemu mbaya, ndio unaweza ukachelewa kufanya x-ray au CT scan ya kuangalia zaidi taarifa za hayo mawe. Kwa hiyo ndugu zanguni, fanyeni hivyo ili muweze kuepuka na mawe na kutibu mawe, na muweze kujua kama mna mawe.